أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sifa zote njema anastahiki Allah yokuwa na mshirika, kisha swala na salam zimshukie yule ambaye hakuna aliyotumwa baada yake, hali zake na sahaba zake wote kwa ujumla. Ndugu zangu watukufu wa Islam, karibuni kwenye halaka yetu ya 75. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha mara nyingine tena kwa pamoja katika kipindi hichi cha halaka. Leo tutakuwa na mgeni wetu ambaye kwamba wengi wetu tunamfahamu, na wale ambao wasimfahamu ni kwamba ni ndugu yetu Sheikh Acheni Sefu, ambaye anapatikana maeneo ya Phoenix, Arizona. Sheikh Acheni ni mzaliwa wa Burundi katika tarafa au mkoa hivi sasa, mkoa wa Rumonge. Alizaliwa huko na alipata masomo yake huko Rumonge. Baadaye alikwenda katika mji mkuu wa Burundi ambayo ni Bujumbura, akaendelea masomo yake. Na baada ya hapo akajielekeza kutoka nje ya Burundi kwenda kwenye Azhar Sharif ambayo inapatikana katika nchi ya Misri, na huko pia alipata elimu isiyotosha, elimu iliyokuwa hali ya juu, ambayo kwamba aliingia hadi kwenye university au jamia, na hapo alikuwa akisomea sharia al-islamia. Kwa hiyo niwaombeni ndugu zangu Waislamu kujikumbusha mimi mwenyewe na nyinyi kwamba tumpe masikio yetu na kumsikiliza kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia nayo siku hii ya leo au jioni hii, kwa wale ambao kwamba wanapatikana maeneo haya ya West Coast, East Coast na Central Time. Kwa hiyo Sheikh Acheni, tuko tayari kusikia. Karibu kwenye line yako iko wazi inshallah. Karibu. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndiyo ndugu zangu ambao tumekusanyika kwenye halaka yetu hii ya leo, ninamwomba Mwenyezi Mungu akujazeni kila la kheri, akulipeni kila la kheri,
na kutilieni wepesi katika mambo yenu na kuonesheni ukweli muweze kuufuata. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwake ndiyo tunategemea msaada, Mwenyezi Mungu kwake ndiyo tunaomba msamaha, Mwenyezi Mungu kwake ndiyo tunaomba aweze kutukinga na shari ya vitendo vyetu vibaya. Na shahidilia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja tu peke yake, na Muhammad ni mtume wake na ni mjumbe wake. Rehma na amani zimwendee mtume huyo mpaka hiyo siku ya kiyama, yeye na watu wa nyumbani kwake na waislamu wote ambao waliofuata mwenendo wake na watakaofuata mwenendo wake mpaka hiyo siku ya kiyama. Ndugu zangu waislamu, kama ilivyokuwa kwenye tangazo la halaka hii ya leo, ni tazungumzia jambo ambalo mashekhe wengi huwa wanapenda kuzungumzia, lakini huwa wanaruka kipengele cha kwanza, wanakiacha, wanazungumzia kipengele cha pili. Nayo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ambayo yalitoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudus. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, qala Allah ta'ala, kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume kwamba kila amali, kila jambo ambalo mwanadamu analolifanya, jambo hilo ni lake yeye, ni kwamba jambo hilo ananufaika yeye pekee, isipokuwa saumu. Sasa mimi leo sintogusia saumu, leo nitagusia kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea wazi kwamba amali tunazozifanya sisi zinatuhusu sisi, ili kila mmoja anapofanya jambo ajue kwamba jambo lile unalolifanya wewe linakuhusu wewe. Na iwapo kama nitapata fursa nitazungumzia tena, itakuwa ni mada namba 2, sio leo. Itakuwa namba 2, itakuwa illa som. Japokuwa ndio som tumetoka kumuaga mgeni wetu mwema, ameondoka. Kwa hiyo ndio maana nimeitia kando nikaweka kama namba 2. Kwa hiyo leo nitazungumzia hii namba 1 tu, ambayo ni vitendo vyetu ambavyo vinavyotuhusu sisi. Vyetu Allah kasema kuwa ukisali unajisalia mwenyewe, ukitoa zaka unajitolea zaka mwenyewe, ukitoa sadaka unajitolea sadaka mwenyewe. Je, ya Allah, haya maneno haya ulitufahamisha katika kitabu chako kitukufu? Ndiyo. Kwa hiyo ndio majibu ambayo tutakayokuwa tunayapata leo kutokana na hii hadithi al-Qudusi ambayo Allah alimuelezea mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama na yeye akatufundisha. Ndugu zangu Waislamu, bila kwenda mbali, Uislamu una nguzo 5. Na katika nguzo 5 hizi, nguzo 4 mwanadamu ananufaika nazo, ni zake. Ima ufanye upoteze hiyo faida au usifanyi. Ufanye nguzo hizo 4 upate faida yake hapa duniani hapa na akhera, kwa sababu hayo ni yako wewe. Na nguzo 1 tu ambayo ndio Mwenyezi Mungu alisema kwamba illa som, isipokuwa som tu. Akasema somu hii ni yangu, inanihusu mimi. Sasa bunya al-Islamu ala 5. Uislamu umejengwa na mambo 5. Jambo la kwanza ni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nguzo hii ya kwanza, iwapo mwanadamu ataikubali, akatamka kwamba hakuna mola hapasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, akawa na imani hiyo na akaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mtume wake na ni mjumbe wake, hayo yanamhusu yeye kwa ushahidi wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman shaa falyu'min
wa man shaa falyakfur. Anayetaka aamini au akufuru. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kakuwekea uwazi. Ukiamini ni wewe ndio unafaidika. Umwamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, ni faida yako peke yako wewe. Kwa nini ni faida yako? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio ambaye aliyemuumba mwanadamu. Yeye ndio ambaye anayemruzuku. Kwa hiyo wewe kama hujamwamini yule ambaye anakupa manufaa hapa duniani, ni wewe ndio unapata hasara. Kwa sababu itakuwa ni vigumu pindi itakapofikia siku ambayo imefikia siku ya wewe kuonana na yule ambaye aliyekuwa anakuruzuku. Atakuuliza, nani ambaye aliyekuwa anakuruzuku? Utakosa jibu. Kwa sababu gani? Hapa duniani haukuweza kumwamini. Ama kwenye nguzo ya pili ambayo ni sala, ndugu zangu Waislamu, sala hii ukisali unajisalia wewe. Na ukitaka kujua kweli kama sala hii unayosali wewe inakunufaisha wewe mwenyewe, rudia katika nguzo za sala. Nitazungumzia sura fupi, sura ambayo kila mtu akisali huwa anaisoma. Tunapokuwa katika sala, tukishatoa takbiratul ihram, ukapata fursa ya kusoma dua ya kufungua sala, kisha inafuatiwa na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye anayozungumza alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa zote kamilifu ni zake Allah, Mola wa viumbe. Kwa hiyo hapa anayetoa sifa, wewe ndio ambaye unamsifia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humsifia Allah tu bure. Kuna malengo ambayo wewe unalenga. Kabla wewe kupata unachokihitaji, kwanza unatoa sifa. Na ndio maana ukitizama mwisho wa sura hii, baada ya kukubali kwamba ni wewe tu ndio ninakuabudu na wewe tu ndio ninakutaka msaada, yale manufaa ambayo yanaonekana kwamba sala hii unaposali wewe ndio unanufaika, yanakuja hapa, ihdina siratal mustaqim. Sasa unaanza kuomba msaada. Unaomba msaada kwa nani? Unaomba msaada kwa yule ambaye uliomwamini. Sasa kama hukuomba msaada ule hutoupata. Kwa maana hiyo ni kwamba sala unaposali unajisalia mwenyewe. Na kama ukikosa kusali, basi wewe ndio unapata hasara. Unapata hasara hapa duniani na unapata hasara na akhera. Inshallah unaweza kujikutana umeingia katika watu wa motoni. Kwa hiyo sala hii, baada ya kuwa wewe umeshaomba msaada na vile ambavyo unavyovihitaji vya kimaisha yako ya kila siku, je, hii sala inamsaidia Allah Subhanahu wa Ta'ala au inakusaidia wewe? Ili tuweze kupata maana ya kwamba sala hii ni yako wewe, inakuhusu wewe. Mwenyezi Mungu anasemaje katika suratul Ankabut aya ya 20 aya ya 49? Suratul Ankabut ni sura ya 29 aya ya 45. Allah anatuthibitishia kwamba sala tunazosali ni zetu sisi, zinatunufaisha sisi hawa. Allah anasema utlu ma uhiya ilaik min alkitab. Anamwambia Mtume Muhammad, soma yale ambayo niliyokuteremshia katika kitabu. Akamwambia wa aqimu salat, kesha usimamishe swala. Hii sala ambayo tunaambiwa tusimamishe hapa, Mwenyezi Mungu anaendelea anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika sala hiyo inakataza mabaya.
inakataza mambo mabaya, itakuziwia wewe kufanya mambo mabaya na mambo yenye kuchukiza. Sala hii inatunufaisha sisi, haimnufaishi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye tayari kakamilika. Kwa hiyo tunaposali tujue kwamba tunajisalia sisi kwa maslahi yetu sisi ya hapa duniani na akhera. Ndiyo maana ya kauli ya Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudusi akasema, kullu amali ibn adamu lahu, kila amali anayoifanya mwanadamu hiyo ni yake. Yani sala tukisali ni yetu sisi, kwa sababu tunamuomba nani? Tunamuomba Allah. Na sala hile tunapokuwa tunasali inakuwa na malengo. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuwa waja wema, Mwenyezi Mungu aweze kutuongoza njia iliyonyooka. Pia sala hii iweze kutusaidia sisi kutukinga na yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwakataza na yale ambayo yanayoudhi, vitendo vyenye kuudhi. Kwa hiyo tayari ukisali vizuri faida hii unaipata, sio Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anaipata faida hii. Wewe ambaye unayesali ndio ambaye unaipata faida hii ya kusali. Mwisho wa aya Mwenyezi Mungu anasema, wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Na kumtaja Mwenyezi Mungu ni kukubwa pia, sio tu kusali, pia na Mwenyezi Mungu tumtaje. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Mwenyezi Mungu anajua, ukisali anajua, haukusali anajua, ukifunga anajua, haukufunga anajua, ukitoa zaka anajua, haukutoa zaka, ukitukanana, ukifanya maovu, ukifanya mazuri, Mwenyezi Mungu yote anayajua. Kwa hiyo yale tunayoyafanya ni ya kwetu sisi, yanatuhusu sisi kabisa kabisa, kwa ushahidi wa maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala nimetoka kuyasoma. Hiyo ilikuwa ni sala. Ni mengi sana ambayo tunafaidika kutoka kwenye sala, lakini kwa siku ya leo siwezi kuyamaliza. Nitaka tu nikupeni hayo machache kwanza muweze kuyajua. Je, zaka ambayo ni nguzo ya tatu katika nguzo ya Uislamu. Unapotoa zaka wewe unamtolea Allah ama unajitolea mwenyewe? Allah anasema unajitolea mwenyewe, kwa sababu zaka hiyo inakuhusu wewe. Inakuhusu vipi? Je, faida yake unaijua? Ili wewe uweze kujua kwamba ninapotoa zaka au ninapotoa sadaka ninajitolea mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema vipi katika surati Tauba aya 103? Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, khudhu min amwalihim sadaqa. Anamwambia Mtume, chukua katika mali zao sadaka, tutahhiruhum, sadaka hizo zitawatahirisha, watuzakihim, sadaka hizo zitawainua cheo, zitawapa cheo. Kwa hiyo unapotoa sadaka, kwanza ile unayoitoa inakufanya wewe, inakupunguzia baadhi ya maumivu, baadhi ya magonjwa ambayo yalikuwa yamekuzingira wewe katika kiwiliwili chako. Sadaka hizi ambazo tunazoziona kwamba ukimpa mtu $5, ukimpa mtu $10, wewe unaona kirahika, unatoa kwa karaha, wakati ile inakusaidia mwenyewe, ndio inakusaidia. Haimsaidii Allah na chochote, kwa sababu Allahul Ghani, Mwenyezi Mungu ni tajiri. Mwenyezi Mungu ni tajiri, hazihitaji hizo pesa zako. Anahitaji tu wewe uzitumie pesa hizo, ili pesa hizo ziweze kukusaidia wewe. Katika mwisho wa aya Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, wasallu alaihim,
Wakishatoa zakati zao hizo, wakitoa zakati, wakatoa zaka, basi waombee dua. Inna salataka sakana lahum, hakika ombi lako au dua yako ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutokana na dua yako hiyo wao wanapata utulivu. Kwa sababu watu hawatoi zaka, kwa sababu watu hawatoi sadaka, unajikuta uko katika maisha ambayo yanakuzingira, mambo yanakuzingira, unayakosea jibu. Kwa sababu gani? Hutoi sadaka, hutoi zaka, na uwezo uko nao, na wakati mambo hayo yanayokuhusu ni wewe, na wewe ndio ambayo unafaidika kutokana na kutoa kwako sadaka, kutokana na kutoa kwako zaka. Leo mtu anakwambia leo sijisikii vizuri bana, kwa lugha nyingine ya Kimombo anakwambia niko na stress, maana yake amebanwa. Kwa wale ambao walikuwa Masri kidogo walikuwa nasikia Masri wanakwambia makhnua, maana yake mtu amebanwa, hauna raha, hujisikii raha. Lakini hujiulizi kwa nini huna raha? Ni kwa sababu umeweka mapesa benki yameikaa, wala hutoi sadaka wala hutoi zaka, ili yule ambaye amepokea ile pesa aweze kukuombea dua ya kukupa wewe utulivu katika maisha yako ya hapa duniani. Nani kafaidika? Wewe ambaye uliotoa zaka, wewe ambaye uliotoa sadaka, ndio ambao umefaidika na kwa kutoa kwako zakati na kwa kutoa kwako zaka. Allah hakufaidika na lolote, kwa sababu yeye ni tajiri. Ndugu zangu Waislamu, haya ni dalili tosha ya kuonesha kwamba kila tunachokifanya kinatunufaisha sisi, kinatunufaisha sisi tu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye kakamilika. Lakini utakuja kujiuliza, mbona mwisho wa hadithi Allah alisema illa som? Sasa hiyo somo itakuwa inamnufaisha vipi? Nitakapopata nafasi, fursa nyingine, nitapaelezea na nitatoa ushahidi katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala nikijaliwa, na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikipata uwezo huyo, ili tuweze kupaweka sawa, tutizame na yeye Allah kweli kutokana na hii hali kuna manufaa gani ambayo yalioko na kwa sababu gani alizungumza neno hilo. Ama mada yetu, maamali tunazozifanya ni zetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji lolote kutokana na hayo ambayo tunayoyafanya sisi. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ilikuwa faida ya kutoa sadaka na faida ya kutoa zaka. Haijatosha hapo. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha, anatuambia utizame faida ya kutoa sadaka na faida ya kutoa zaka. Anasema hadi Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba aya ya 11, Allah anasema fa intabu wa aqamu salat, ile sala imerudi tena, wa atu zakat fa ikhwanukum fi din. Tazama faida hapa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema iwapo kama yule ambaye atakayekosea kisha akatubia halafu akasimamisha sala na akatoa zaka, atafaidika kitu gani mtu huyu? Jamani tazameni, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anasema watu hao fa ikhwanukum fi din. Kumbe sala na zaka ni moja miongoni mwa sheni ambayo inamuunganisha Muislamu na Muislamu mwingine kuwa wandugu. Kwa hiyo unaposali, nikijua huyu fulani anasali, moja kwa moja tayari inanipa maana mtu huyu ni Muislamu ndugu yangu. Halafu akija kuongezea kutoa sadaka au katoa zaka, ni kiasi gani unakuwa umeunda undugu kati ya wewe na ndugu yako Muislamu? Nani ambaye anafaidika?
Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mambo hayo ana lolote ambayo anafaidika kwalo? Anayefaidika ni wewe na yule ndugu yako ambaye uliyompa zaka au ulimpa sadaka. Tizameni haya mambo gisi Allah subhanahu wa ta'ala alivyotufundisha na gisi anavyoyachambua. Kwa hiyo mambo haya, kusali, ukisali unajisalia mwenyewe na wewe unafaidika. Wewe ndio unafaidika. Ukitoa zaka unajitolea zaka wewe na wewe huyo ndio ambaye unafaidika. Kwa hiyo ndio maana ya kusema kwamba kila tunalolifanya ni letu, kwa sisi ndio ambao tunafaidika kwalo. Katika zaka hiyo ina faida nyingi sana ndugu zangu Waislamu kwenye maisha yako ya kila siku. Ila watu wengi wanakuwa hawapaelewi nafasi hii. Watu wengi hawapaelewi nafasi hii, na laiti kama tungekuwa tunapaelewa, basi tungekuwa ni wenye kutoa sadaka sana na tungekuwa ni wenye kutoa zaka sana. Mwenyezi Mungu anasema vipi? Anasema ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Je, nikufahamisheni biashara ambayo itakayokuokoeni kutoka kwenye adhabu yenye kuumiza. Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inaumiza vibaya. Ila Allah kwa huruma yake anatufundisha ni namna gani tunaweza kuepukana na adhabu hiyo. Nani aepukane na adhabu hiyo? Allah au mimi au wewe? Wewe ndio ambaye na mimi ndio inabidi tuyafanye haya ambayo Mwenyezi Mungu amesema ili tuweze kupata faida. Kwa hiyo mambo hayo yanatuhusu ni mimi na wewe. Kwa hiyo tukifanya biashara hii itatutia mbali na adhabu ambayo inayoumiza, adhabu kali. Ni mambo gani hayo Allah amesema? Tu'minuna billahi, ndio ile ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kwanza ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kama Mungu ni mmoja. Kuamini kwako tu huko wewe tayari umekwisha pata faida. Allah hajafaidika na lolote katika imani yako wewe. Wala mtume, kwa sababu ukitaka uamini, ukitaka usiamini. Anayefaidika ni nani? Anayefaidika ni wewe. Kwa hiyo mambo hayo yanakuhusu wewe hasa. Yaani hayo ni ya kwako kabisa, hao ni yangu mimi. Kumwamini Allah na mtume wake ni yananihusu mimi kabisa, niyafanye hayo mambo kwa sababu mimi ndio ambaye nitakayofaidika. Halafu ninalobakia tujahiduna fi sabilillah. Ni kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jihad ni kufanya jitihada kwa kadri iwezekanavyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika yale yote Allah subhanahu wa ta'ala alisema tuyafanye, basi wewe unajitahidi uweze kuyafanya kama jinsi alivyoamrisha Allah. Na yale aliyokataza unajitahidi kwa kadri iwezekanavyo uweze kuepukana nayo. Anayefaidika ni wewe, sio Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akakuwekea tu hapo kama ni biashara, ukifanya biashara hiyo anayefaidika ni wewe. Halafu biashara hiyo haifanywi tu hivyo, inafanywa na imani kama jinsi imani iliyotangulia, halafu inakuja biamwalikum. Kwa hiyo katika kupiganisha, katika kuendeleza Uislamu, ni lazima pesa zifanye kazi. Hapa ndio panakuja zaka, panakuja sadaka. Unapotoa sadaka, unapotoa zaka, unakuwa unafanya ni biashara. Na unapofanya biashara unataka ufaidike. Anayefaidika ni nani? Ni wewe au yule ambaye aliyokuonesha mtaji, aliyokuonesha njia za kufanya biashara. Yule aliyokuonesha njia ya kufanya biashara ndio na wewe unayefanya biashara ndio ambaye unafaidika. Yule aliyofanya anakuonesha, yeye akakuonesha kamaliza shughuli yake. Na ndio hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kamaliza kazi yake, katuambia biashara. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kuifanya biashara hiyo ili tuweze kufaidika.
Mwenyezi Mungu anasema wa anfusikum, na kwa nafsi zetu. Maana yake usifanye tu kaamini kijuujuu, leo sijui uko Muislamu, kesho sijui uko sijui nani, inakuwa imani yako haieleweki. Kwa hiyo unapigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wako wote, ndio makusudio. Uwezo wa pesa alafu na nguvu. Dhalikum khairul lakum. Hii sasa ndio inakuonesha ni faida gani unayoipata. Hiyo mkifanya hivyo au tukifanya hivyo ni bora kwetu, in kuntum ta'lamun. Laiti kama tungekuwa tunajua faida zinazopatikana katika kufanya mambo hayo. Ni kwamba faida ni nyingi. Faida ni nyingi. Kwa hiyo mambo haya yanatuhusu sisi, ndugu zangu Waislamu. Yanatuhusu sisi. Amali hizi zinatuhusu sisi. Kwa hiyo unapofanya jambo ujue kama jambo hile unalolifanya kinyume na saum, jambo lile linakuhusu wewe peke yako. Na ni lazima ubebane nalo kwa kuwa wewe ndio ambaye unafaidika kutokana na lile jambo ambalo unalolifanya. Ukisali unajisalia kwa sababu wewe ndio unachohitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unaposali ndio unamuomba Allah ili aweze kukuongoza wewe. Alafu pili akukinge na adhabu zake kali. Kwa hiyo yeye ndio ambaye anaadhibu na yeye ndio ambaye analipa malipo yaliyokuwa bora. Kwa hiyo unaposali unataka upate malipo yaliyokuwa bora. Anayepata yale malipo ni nani? Anayepata yale malipo ni wewe. Ni sawa sawa kama jinsi unavyotumika unafanya kazi. Kama jinsi tunafanya kazi, tunataka tufanye kazi ili tuweze kulipwa. Unaamka usubuhi unakwenda kazini. Unahesabia masaa. Kwa wale wanatumika masaa 8, kuna wale wanatumika saa 10, kuna wale wanatumika saa 12, kuna wale wengine ambao wana uwezo wakatumika saa 16. Yote hayo unayafanya kwa nini? Kwa maslahi yako mwenyewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna lile ambalo analolipata katika hayo ambayo unalifanya wewe. Pili, unapokuwa unayafanya hayo unapata mshahara na unapata thawabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema vipi? Ili uweze kujua kwamba kazi tunazozifanya ni zako pia na unapata thawabu kwa kufanya kwako kazi ambayo ni kazi halali. Ukifanya kazi halali unapata malipo aina mbili. Unapata mshahara hapa duniani ambayo ndio pesa ulizokuwa unatafuta. Pili unapata thawabu. Lakini wengi hawajui kwamba unapokuwa unafanya kazi unapata thawabu pia. Ukitaka kujua rudi katika kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo inasema wa idh yarfa Ibrahima qawaida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wakati Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam na mtoto wake Ismail walipoinua nguzo ya nyuma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walipomaliza kufanya kazi hiyo walisema nini? Walisema Allah tukubalie kazi hii. Maana yake ile kazi walioifanya wanahitaji malipo. Kwa hiyo utakapotumika wewe kazi mbaya, ukatumika kazi hukuifanya vizuri, tajiri wako lazima atakutombokea. Na hapa ndipo Nabii Ibrahim anatuonesha ni namna gani unapokwenda kufanya kazi ni namna gani uifanye kazi ile, alafu baada ya kazi ufanye nini. Walimuelekezea ambaye ni msimamizi wao Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakamwambia kwa kazi hii tuliyoifanya tunakuomba ya Rabbi uikubali kazi hii. Hakika wewe ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Unajua vizuri kama tumeifanya vibaya au tumeifanya vizuri. Kisha utusamehe iwapo kama tutakuwa tulifanya vibaya.
kwa kuwa wewe ni msamehevu pia mrehemevu. Ndugu zangu Waislamu, mambo yote tunayoyafanya, yote amali zote ya kheri na ya shari, yote yanakujia ni kwako wewe. Amali hizo ni zako. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji lolote katika hayo ambayo unayoyafanya. Unayoyafanya ni kwa faida yako. Ukisali unajisalia kwa sababu unaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuongoze njia iliyonyooka. Ndio namwambia hidina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao uliowaneemesha, ghairil maghdubi alayhim waladdallin, wasiokuwa wale ambao Allah uliwakasirikia kwa sababu ya makosa yao, au waliopotea wasiofanya ibada. Haya unamuomba Allah kwa sababu wewe huna. Kama Allah hana akukupa, hutayapata. Kwa hiyo unaposali ni maslahi yako, na unapotoa zaka ni maslahi yako. Kwa hiyo yote yanakuhusu wewe, kwa sababu ukitoa zaka unapata afya. Ukitoa zaka unapata utulivu wa akili. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa machache haya ninamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu. Mwenyezi Mungu, ninakuomba ya Rabbi uweze kujalia machache haya ambayo nimewafikishia Waislamu waweze kuyafanyia kazi na waweze kuyaelewa, kwa sababu muumini mzuri ni yule ambaye yuko na elimu ya dini yake na anaijua dini yake. Na elimu hiyo ya Rabbi hatuwezi kuipata ila kwa neema zako na kwa baraka zako ya Rabbi. Tunakuomba wote tuliokusanyika kwenye halaka yetu ya leo, utulipe kwa kila lile ambalo tulilosikia, na utujalie tuweze kuwa katika waja wako wema, waja ambao watakaofufuliwa hiyo siku ya kiyama nyuma ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na utujalie tuweze kuwa katika watu ambao watakaoingia peponi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh Hacheni Sefu, shukran. Nashukuru kwa kulea kusikishia haya na kutupa nasaha. Kwa wale ambao kwamba ndio bado wanaingia au wanajumuika nasi, ni kwamba Sheikh alikuwa akizungumzia darasa lake lilikuwa linahusu kwamba nimebeba anwani ya kwamba kila vitendo vya mwanadamu ni vya kwake isipokuwa tendo kimoja. Na Sheikh alivyozungumza kwa mawaidha yake ni kwamba tendo hicho ni swaumu, hiyo ambayo kama Mwenyezi Mungu amesema kwamba ni ya kwake. Kwa hiyo inshallah kwa wale ambao kwamba wamechelewa kidogo, unaweza kupata ni rekodi ya mawaidha ambayo Sheikh ametoa kwa siku hii ya leo kwenye YouTube, na baadaye inshallah itapatikana kwenye audio kwa wale ambao wako na simu za WhatsApp. Naam, kama kawaida yetu ni kwamba baada ya kusikiliza darasa, kwa wale ndugu zetu ambao kwamba kuna maswali ya kuuliza, kuna lolote ambalo kwamba labda wakufahamu kutokana na darasa ambayo Sheikh amezungumzia, basi ni kwamba tunawakaribisheni. Inshallah kama kawaida yetu ni kwamba tunakuomba utume ujumbe mfupi kwenye simu hii au namba hii 202 262 5134. Tafungua line yako na ili upate kumuuliza swali Sheikh inshallah kuhusiana na mada ambayo kaizungumzia jioni hii. Kwa hiyo karibuni, tunakaribisheni ndugu zetu Waislamu lolote ambao kwamba kufahamu kuhusiana na mada ambayo Sheikh alikuwa akizungumzia, tunakuomba utume ujumbe mfupi tu kwenye namba ambayo nimeitaja hapo kabla inshallah. Shukran.
Naam, bado tunasubiri maswali yenu inshallah. Karibuni. Namba ya kutumia ni 202-262-5134. Naomba utume ujumbe mfupi kwa namba hii ili tufungue line yako na upate kuuliza swali inshallah. Na kwa wale ambao kwamba wataki kuuliza swali direct kwa Sheikh, wanaweza kutumia ni text message au ujumbe kwenye simu, kisha tutamsomea Sheikh ili apate kuuliza swali lake, kujibu swali lako inshallah. Karibuni. Naam, Sheikh Hasheni. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kuna ndugu yetu ambaye kwamba anauliza swali, anasema kwamba ni hikma gani ambayo ni hikma gani Mwenyezi Mungu anasema kwamba swaumu ndio amali yake au ndio vitendo vyake yeye? Kuna hikma gani kusema hivyo? Naam. Na mwisho wa swali. Ndio mwisho wa swali hapo. Naam. Kuna hikma gani, japokuwa muulizaji ameuliza mada ambayo nilikuwa nimepanga kwamba itakuwa ni namba 2, kwa sababu hapo nimezungumzia kitengo katika hadithi hii, nimeizungumzia kitengo cha kwanza, halafu nikawa nimeiweka pembeni kwa sababu kuna faida nyingi na kuna hikma kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia. Ukitizama katika maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu, alizungumza vipi? Wa nufikha fihi min ruhina. Alipomuumba mwanadamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpulizia nini? Roho yake. Kwa hiyo hikma ya kwamba wanachuoni wengi huwa wanasema kwamba ni kuwa somo inapofanyika inafanyika kisiri. Anayejua kwamba nani kafunga ni wewe uliofunga na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni hikma ya kwanza. Halafu nikipata fursa insha Allah nitapata wazi zaidi, kwa sababu kuna faida nyingi za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizozisema akazichambua na Mtume sallallahu alaihi wasallam akazisomesha. Kwa nini Allah amesema kwamba somu ni yake yeye? Lakini kifupi ni kwamba anayefunga ndio anajua kama amefunga na Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hiyo hikma ya kwanza hiyo. Nafikiri aliyouliza amepata jibu, wallahu aalam. Naam, shukran Sheikh. Bila shaka muulizaji amekusikia na inshallah tutakuwa wenye kufanya subira hadi siku hiyo inshallah tutapata fursa ya kuzungumzia kwa swali hilo kwa urefu inshallah. Naam. Shukran. Katika hali ya kusubiria maswali, ningependa kufahamishani kwamba kesho tutakuwa na kipindi maalum ambacho kwamba kitahusikana na kujibu baadhi ya maswali ambayo kwamba yalikuwa yamejitokeza tu katika miezi iliyopita, labda miezi miwili iliyopita. Kwa hiyo shekhe wetu Sheikh Abdulrahman Al-Afriqi atakuwa akijibu maswali hayo. Nipenda kuyasoma tu hapa inshallah, uwe tayari. Wale ambao kwamba labda wangependa kuongezea au kuuliza maswali mengine wanaweza wanakaribishwa inshallah. Swali la kwanza linasema kwamba yafaa wanawake kuswali msikitini
na hakuna pazia baina yao na kina baba, na pazia baina yao na kina baba, ila wanaswali nyuma kabisa, na ila wanaume wakigeuza shingo nyuma wanawaona, yafaa? Ni kweli msikiti wa Mtume wanawake walikuwa wanaswali nyuma ya wanaume bila pazia baina yao? Hiyo ni swali la kwanza ambalo kwamba Sheikh inshallah atalizungumzia kwa urefu au atalijibu kwa urefu inshallah hapo kesho. Swali la pili linahusiana na je, inajuzu kuhudhuria mazishi nyuma ya msalaba? Je, inafaa kina mama kuhudhuria mazishi, na kwa nini? Ikiwa jibu ni la, anaomba dalili ya kukataza wanawake au mwanamke wa Kiislamu kuhudhuria mazishi. Ni swali la tatu inshallah. Swali la pili, swali la tatu linahusikana na kwamba taka mifano ndani ya Qur'ani na aya zilizonasikhiwa, yani kwa wale ambao wafahamu Kiarabu, yani mansukh, na ikiwa itawezekana na hadithi zilizonasikhiwa, yani zilikuwa zikitumiwa kabla kisha baada ya hukumu ikasimama. Ala mjaze khairi shekhe wetu, amin ya rabbal alamin. Hiyo ni swali la tatu ambalo swali la tatu inshallah. Ama swali la nne ni je, ni sahihi kwamba Waislamu wanaweza kupiga kura kwa kurusha shilingi juu kunako jambo lolote la Kiislamu? Hilo ni swali la nne. Swali la tano, ndugu wetu alikuwa ameuliza kuhusiana na aya ambayo inasema wa minan nasi man yashtari lahu alhadith yudilla an sabilillah ila akhir aya, mpaka mwisho wa aya. Yetu alikuwa anataka kuuliza ni kwa aya na tafsiri ya aya, na baadaye baada ya kutafsiriwa aya alikuwa na maswali ya kufuata inshallah. Kwa hiyo haya ndio baadhi ya maswali ambayo kwamba tumemkabidhi shekhe ili ajibu, kwa sababu wale ambao walikuwa wameuliza hapo kabla walikuwa wanasubiri kwa muda mrefu. Tulikuwa tunatarajia kwamba ndugu yetu Sheikh Abdul Muttalib Yusuf, ambaye ni Sheikh ambaye alikuwa kila mwezi anatutolea darasa, lakini inaonekana hajapata muda wa kuyajibu. Kwa hiyo inshallah ndugu yetu Sheikh Abdurrahman al-Afriqi atayazungumzia kwa urefu kesho inshallah. Kwa hiyo na kwa wale ambao kwamba kuna maswali mengine labda aina yoyote kwa njia ya mada, bila shaka wanakaribishwa kwa kesho inshallah waulize maswali yao, na shekhe wetu atayajibu kwa kadri ya kile kiasi ambacho kwamba Mwenyezi Mungu kamjalia inshallah. Na kama itawezekana basi kama alivyonifahamisha atayafanyia utafiti baadaye, kisha baadaye atajibiwa inshallah. Naam, hayo ndio maswali ambayo atakayozungumziwa kiko kipindi cha kesho. Turudi tena inshallah kwa kipindi chetu cha leo, ni kwamba bado tunasubiri maswali yenu. Karibuni. Basi tunasubiri inshallah hadi kabla dakika 4 hivyo, maana saa 2:55 kwa majira ya huku upande wa East Coast. Kama utakuwa swali lolote inshallah tunaweza tukahitimisha kikao chetu na kuwa tayari inshallah hapo kesho tena kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, tunasubiri hizo dakika 4 ambazo zimekubaki
maswali yenu inshallah. Na ningependa kukumbushia tena kuhusiana na kesho ni kwamba anakaribishwa yoyote ambaye kwamba anaweza kuwa na swali la aina yoyote kwa kutokana na mada yoyote ambayo kwamba labda anayo. Shekhe alikama kama alivyofahamisha ni kwamba ataweza kulijibu, na ikiwa hataweza kulijibu kwa siku ya kesho, basi ataomba apewe muda ili avifuatilie vitabu vizuri inshallah, na atalijibu baada ya kupata dalili ambazo kwamba zinajibu ambayo ni majibu ya swali lako inshallah. Naam, na dakika 4 ndio zimeshapita. Kwa hiyo ili au matarajio yangu ni kwamba tumefahamu darasa la leo. Basi hatuna la ziada ila kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao kwamba pewa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuhudhuria darasa hili kwa siku jioni hii. Ningependa kumuomba ndugu yangu Sheikh Acheni ambaye ndio ametoa darasa la leo ili atusomee dua la kukamilisha inshallah kikao chetu. Naam Sheikh, ndio wako tena, karibu kwenye mic. Asante. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamul mursalin sayyidina Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hudahu ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Amin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا واغفر لنا. آمين. وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا
واغفر ذنوبنا وتقبل وأجب دعواتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. آمين يا رب. شكرا. Kwa hiyo hatuna la ziada hapo inshallah. Shukran wote ambao kwamba tulikuwa kwenye line pamoja. Tena inshallah kwa kesho kwa majala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.